Barini ndugu zangu, eh, mimi namshukuru Mungu, naendelea salama, niko imara kuliko jana. Ninamshukuru Mungu anaendelea kuniimarisha siku hadi siku, na niwahakikishie hakuna kurudi nyuma. Unajua, Mungu huwa anatupa nafasi hapa duniani kufanya tofauti, na unapopewa nafasi huwa unatakiwa uitumie kufanya tofauti. Na napenda leo nitumie fursa hii kuwasihi Watanzania wenzangu kokote kule mliko, wenye mapenzi mema na nchi yetu na wenye hofu ya Mungu, wazalendo kweli, ukiwa upewa nafasi ya kuleta mageuzi au mabadiliko katika eneo lilokuwepo au katika nchi yetu, itumie nafasi hiyo ipasavyo, kwa sababu usipofanya hivyo utadaiwa siku moja, kama sio hapa duniani basi siku ya hukumu. Sasa leo nimesema niwashirikishe mambo kadhaa. Nilikuwa nimeahidi tutazungumza mambo matatu, lakini kamuda kalisali moja, kwa sababu nina limitation, tukao rekodi chap chap tena utoke mbio. Nitaeleza leo jambo moja na mambo mawili labda bashraf, lakini jambo moja ambalo linahusu uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kwa sababu limesemwa kwenye kampeni na mimi nikasema si vema na haki wa Tanzania wenzangu kudanganywa wakati mimi nimeelimika kutoka kwa Watanzania hawa hawa. Kwa tutakuwa tunafafanua kuonyesha kwamba Mama Samia, Nchimbi, Manueli hawasemi kweli, na kwenye chama chetu inasema kwa kuapa nitasema kweli daima na fitina kwangu ni mwiko. Kweli nitalifafanua, alafu katikati ya wiki hii nitakuja na mambo mawili. Nitaeleza kuhusu hicho wanachokiita bima ya afya kwa wote. Ni uongo mkubwa na ni balaa kubwa kabisa, linatengenezwa ili watu wachote fedha, waendelee kutukamua hata katika eneo hilo na walale mbele. Tusiwaruhusu. Ule mfuko wa bima uko hoi bin taabani, unaendeshwa kwa hasara. Ninyi waulizeni hata kwenye kidahalo. Unajua waandishi wa habari hawezi kuuliza maswali haya. Tumejifunza nini kutoka NHIF tunapokwenda kuanzisha au ku roll out bima ya afya kwa wote? Ni uongo mtupu. Wiki hii nitafafanua kwa watu. Nimefanya utafiti wa nchi tofauti tofauti, nimechukua muda kidogo kulisoma jambo hili, na tusihadaike. Achaneni na watu wengine wanaonekana wamesoma, maprofesa waongo, wanataka vyeo baada ya uchaguzi. Sisi tujikite, tunataka kwanza kuijenga nchi yetu kwanza. Tofauti na wao wanataka vyeo kwanza, alafu wanatudanganya watajenga nchi baadaye. Waongo, wapuuzeni. Sasa leo nikasema nianze na hili dogo. Niliwaambia juzi mgombea wa CCM Mama Samia ambaye mimi siamini katika uchaguzi, na napenda iwe very clear. Hakuna uchaguzi bila kufanya muafaka wa kitaifa. Hakuna uchaguzi bila kufanya muafaka wa kitaifa. Na kama unaipenda nchi hii, ukienda kupiga kura, kwanza hakuna upinzani, vile vyama vyote vile ni kitu hiki. CCM na vile vyote ni kitu hiki, waongo wote. Kwa utapokwenda kwenye kituo cha kupiga kura, unakwenda kushiriki najisi kwenye nchi yetu, na wewe ni mapenzi ya kweli na ya dhati kwa nchi yako, usishiriki unajisi kwenye nchi yetu. Mimi sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura. Niko hapa hapa Bongo, lakini sitaonekana kwenye kituo cha kupiga kura. Siwezi kushiriki najisi kwa maana hiyo. Sasa niliwaambia Mama Samia alijaribu kumweka pembeni Emmanuel Nchimbi, akatishwa, bwana, kimtoa huyu na wewe unaondoka. Akarudi nyuma. Kumbe umegundua hawa wanacheza na akili zetu, wamegeuza huu mchezo wa kubeti. Yaani hawa wanataka miaka hii mitano inayokuja
tukubali sisi tubeti. Uongozi si jambo la kubeti, ndugu zangu wa Tanzania. Uongozi ni jambo very serious, ni kufa na kupona kwetu. Ukibeti na uongozi, watu wawili tayari wanakwenda wako, umejua, mpeche mpeche, umejua, hobela hobela namna hiyo. Hapana, usikubali, usikubali. Tusibeti na mustakabali na hatima ya nchi yetu. Mimi nimewakataa, nimemkataa Mama Samia, nimemkataa Emmanuel, na vile vingine vyama vile ni maigizo tu, maigizo, maigizo, maigizo. Tuwakatae wote. Kupiga kura ni kubariki najisi hii wanaifanya kwenye nchi yetu, tukatae. Yani ni sawasawa mnaenda kufungisha ndoa wenza wawili ambao tayari wana mtifuano kabla ya kwenda kwenye altare kufungishwa ndoa. Si balaa hilo? Tutawafungisha ndoa hapa, tutakula ubeche, alafu baada ya siku 3 ndoa inavunjika. Kwa na sisi tusikubali kubariki najisi kwenye nchi yetu. Mimi sitakwenda kupiga kura kabisa. Wapate aibu kama hawatakubali kufanya mwafaka kabla ya uchaguzi. Mimi nasema wakiendelea kushupaza shingo, na mimi mara chache huwa namwomba Mungu kuweka nadhiri, but this time around wakifanya ubishi, wakashupaza shingo wa Tanzania, mimi nitaendelea kusimama na kuwakumbusha katika watu wa kufunga mapema kabisa tutakapokuwa tumekomboa hatima ya nchi yetu ni hao. Na mimi nakumbuka watendaji kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, tunzeni kila ushahidi, tunzeni kila ushahidi, tunzeni kila ushahidi. Tumetoa fursa warudi nyuma, tufanye mwafaka wa kitaifa, taifa liwe moja, ndio tusonge mbele. Kama wanashupaza shingo, hatutakuwa na mswalie mtume. Ni vizuri wakafahamu hilo moja. La pili, nimesikia huko wanawahadaa ninyi wana CCM wenzangu kwenye vikao vya ndani, wanawadanganya, wanasema unajua yule Polepole yuko kazi maalumu, anaangalia nani wanapinga serikali. Hao ni watu wasiojitambua, wanatapatapa. Ndugu zangu, nataka niwaambie, mimi nilijiuzuru baada ya tathmini pana na ya kina ya miaka 4, na hii ni baada ya mapambano yangu makubwa kwa kutumia barua ndani ya serikali, kwa kushinikiza wenzangu ndani ya serikali. Mafanikio ambayo tungeyapata katika kipindi na hudumu kwenye serikali, kama wangekubaliana na namna ambavyo tumewashauri kulinda maslahi ya sasa hivi na ya haraka ya nchi yetu, tungepata mafanikio makubwa ya kihistoria. Hawataki, wanatafuta madaraka, watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanaporwa mali zao. Kikundi cha watu wachache sana kinajenga ukwasi na utajiri mkubwa na wingi wa fedha kutoka katika vyanzo visivyojulikana, ndio wamejaa mjini. Mimi naunga mkono matajiri waongezeke, lakini kwa njia halali. Nikasema hapana, siwezi kuendelea kuwa sehemu ya ubatili huu, najiuzuru. Na niliwajulisha, sema huwa hawasikilizi, wanadhani kila mtu anaweka mbele tumbo lake. Ndio. Na leo nitawapa stori moja yangu binafsi. Kwa muda mrefu, ukiacha mimi kuzungumza na mzee Butiku, hata akinikatalia sio tatizo,
lakini ilibidi nimwambie mama yangu kwa lugha ya upole anielewe. Kama mimi ni mtoto wake na familia yangu, niwaambie kubalini mpite kipindi cha shida. Kama mnaniamini, niungeni mkono, tukomboe hatima ya nchi yetu ya Tanzania. Inabagazwa, inabanangwa, mustakabali wake unatindinganywa, rasilimali zake zinahondomolewa. Ni chukizo hata mbele ya Mungu. Niliwaambia baadhi ya marafiki zangu napanga kuacha kazi kwa sababu sipati amani kufanya kazi kwenye serikali hii inayofanya mambo ya kidhalimu. Niliwaambia baadhi ya watendaji wenzangu wizarani, sitawaambia. Namkumbuka ndugu yangu mmoja, nimweke kapuni jina, nilimwambia naye anachanganyikiwa. Sasa Polepole, itawezekana? Nikamwambia hivi, mi namwamini Mungu, hata mi mbele sioni, lakini namwamini Mungu. Mungu anaweza. Mimi ni chombo tu kidogo kisichokuwa na hadhi wala maana, lakini nimekubali Mungu anitumie ili kusudi lake hapa duniani litimie na jina lake litukuzwe, baada ya kuwa tumekomboa hatima ya Watanzania. Kwa sababu hatima ya nchi yetu ikikombolewa, kusudi la Mungu la maisha mazuri matamu ya watu wake litatimia hapa Tanzania, na likitimia, Mungu atajivunia watu wengi watakaoelekea kwake, kwa sababu wana maisha mazuri. Lakini saa hizi wanabagazwa, wanabanangwa na mali zao zinaondolewa. Wanapata saa ngapi muda wa kumpenda Mungu? Wanapata wapi ujasiri wa kusema Mungu anaipenda nchi yetu? Hawa wanaosema wana uchaguzi, kweli nawaambia ukweli, hawa hawa wanaitika kwenye mamlaka ya giza. Haki na wavyeli. So mimi nimekataa. Kwa huko kwenye vikao vya ndani wanasema Polepole kazi maalum, ni waongo na wapuuzeni. Wapuuzeni kabisa, hawana maana, wapuuzeni. Kama mimi niliacha kazi na wananiwinda, kama mimi kazi maalum, mbona wananiwinda? Wananitafuta kwa udi na uvumba. Kama mimi nafanya kazi na wao, kwani wananitafuta? Wananitafuta tena kwa kificho. Ogopa mtu anayekutafuta kwa kificho, ni mtu mbaya na hatari sana. Akikupata atakupoteza kwa kificho. Ogopa sana. Kwa wana CCM wenzangu, kwenu hili, wapuuzeni. Mama Samia na Emmanuel Nchimbi hawana dhamira njema kwenye nchi yetu ya Tanzania. Namna nzuri kabisa ni kuto kubariki najisi hii wanafanya kwenye nchi yetu. Wewe kama mwana CCM unajivuna kinachoendelea nchini. Wewe kama mwana CCM unasikiliza wananchi wenzako wanaizungumziaje CCM sasa hivi? Na ukijifanya unajua tumerudi zama za 2015, unaweza kuzungumza mambo ya CCM sasa hivi, watu wakaghadhibika na wewe kupitiliza. Msikubali. Msikubali wana CCM na Watanzania, tusikubali hadaa hizi. Kwenye mikutano wanaweza wakasombelea watu, sawa, lakini msikubali kuhadaiwa na hawa. Msikubali. Tuwakatae, sio kwa boksi la kura, kwa kuto kwenda kubariki najisi kama hawatageuka. Na mimi nina imani kubwa na namwamini Mungu, hii kazi bado muda kidogo. Maana tunamuomba Mungu na yeye aingilie kati. Na tumewaambia kwa maneno, tuzungumze, hawataki. Tujenge mwafaka wa kitaifa, hawataki. Wameshupaza shingo. Sasa hizo wanafanya mikutano wenyewe tu. Eti wanaita kampeni. Hii si kampeni. Anafanya mikutano ya hadhara. Mikutano ya hadhara kote nchini Tanzania peke yake. Sasa ameenda kwenye vyombo vya habari, anaweka na matangazo peke yake. Sasa anafanya kampeni dhidi ya nani? Umeshasikia ACT
kile chama cha udalali, chama cha udalali CCMB imetengenezwa na CCM mtandao, na CCM mtandao ndio imeshika sasa hivi hatima ya viongozi wetu na mustakabali wa nchi yetu. Tukatae, tuidai, tuichukue hatima ya nchi yetu ya Tanzania kutoka kwenye kundi hili la CCM mtandao. Halina maana, dhalimu, kundi genge la wahuni, linabagaza mustakabali wa nchi yetu. Tukatae. Na kundi hili lina historia zote mbaya za kuharibu mustakabali wa nchi yetu. Ufisadi wote tangu tumeanza kuusikia una uhusiano na genge la kundi hili la CCM mtandao, wahuni hao. Hivyo unajua kwamba nitakapokuja kuwasimulia kuhusu bima hii ambayo leo hii iko hoi bin tabani mpeche mpeche, aliyekuja kuileta ije ili uwe mfumo wa kuiba ni yule jamaa yule aliyenisema, nikaja nikawaambia namna gani anatuibia. Yule ndio alileta wazo la bima. Lakini ukiacha wazo la bima, hata mabando bei kuwa juu, yule jamaa anahusika. Alianza hii kampuni yenye rangi nyekundu nyekundu, akapiga michezo akaondoka, kaingia kwenye hii kampuni yenye rangi za kama za Chama cha Mapinduzi, unaelewa, akapiga mambo akaondoka. Na wamejipanga kufanya internet isipatikane kwa urahisi ili iwe bei kubwa. Nitawafafanulia wiki hii tunavyoibiwa, na mhusika mkuu mojawapo yule bwana na genge la CCM mtandao. Kwa hiyo wapuuzeni. Alafu hii kuhusu, unajua, nimeona vyombo vya habari vile vikubwa havizungumzi kabisa na vinaona aibu kuzungumza mambo ya msingi kwenye kampeni. Unajua kwa nini? Ni mambo mawili. Moja, wanatishwa. Ukiangalia idadi ya vyombo vya habari vile rasmi na vile vya mtandaoni ambavyo vimepewa makatazo, maonyo, vitisho na TCRA, utastaajabu. Mimi kila anayepewa analetea, bwana shapigwa onyo, bwana shapigwa onyo, bwana shapigwa onyo. Unapigaje watu maonyo wakati wa uchaguzi kwa sababu tu wanataka kutoa sauti za pande zote? TCRA. Na nini, dawa inachemka, inachemka. TCRA inatakiwa very independent, lakini inashikwa masikio katika namna ambayo Kiingereza ningesema intellectually dishonest. Yani hakuna akili kabisa ya kitaaluma inafanya kazi sasa hivi pale. Ni maelekezo yasiyokuwa na msingi ndio yanafanywa kazi. Sasa leo tunaruka wakati wa kampeni, tuone mtakata. Lakini sababu ya pili, mlungula. Wengi ya waandishi wa habari wamepigwa mlungula. Sasa ni wasikie jeshi la polisi, Polepole njoo tupatie maelezo ya ushahidi tufuatilie. Sasa leo nakupeni ushahidi mwingine kwamba vyombo vya habari vinapigwa mlungula. Unakumbuka siku moja ilifanyika tuzo za kalamu sijui ya Samia, unakumbuka kalamu ya Samia, wakapewa pesa watu pale. Kitu kimoja kinyume kabisa na taratibu za matumizi ya fedha za serikali katika ngazi ya mawizara na taasisi za umma ni kutoa hela mbichi. Ni mwiko. Mimi nimekuwa mkuu wa wilaya, nimesimamia halmashauri zaidi ya moja. Hela mbichi, matumizi ya hela mbichi ni mwiko. Mimi nimekuwa mkuu wa kituo na balozi
matumizi ya hela bichi ni mwiko. Siku ile kwenye kalamu sijui ya Samia zile tuzo, unakumbuka wizara zilikuwa zinakuja pale na malundo ya fedha, wizara zinakuja na malundo ya fedha zinamkabidhi Mtungi, wizara inakuja na lundo la fedha inamkabidhi Mtungi, wizara inakuja na lundo la fedha inamkabidhi Mtungi. Waandishi wengi waandamizi siku ile wamepigwa malundo ya fedha ngii hadharani mbele ya TV, kinyume na taratibu za matumizi ya fedha ya serikali ngazi ya wizara. Na rais anashuhudia. Tunavunja taratibu, tunavunja kanuni, tunavunja sheria. Maana yake tunavunja na katiba ambayo ndio sheria mama. Sasa ule mlungula ule ndio unafanya kazi sasa hivi. Kwa ukitoa vitisho ni mlungula, mlungutu zile. Na mwandishi mwingine wa habari anatoka anasema uongo, mlungula. Unajua mtu akipewa fedha ya hongo anaweza akafanya mambo makubwa ya ajabu na ya kutisha. Bahati mbaya sana. Sasa twende kwenye hoja ya leo, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Chama na viongozi wake wanasema watatoa bilioni 200 ndani ya siku 100 kuwezesha wananchi kiuchumi. Iko hivi, hoja sio hela, hoja sio hela, hoja ni muundo, mfumo, utaratibu, malengo, matokeo, okay, na namna tutatekeleza jambo hilo la kuwezesha wananchi kiuchumi. Hayo niliyoyasema yote hayajafanyiwa kazi. Hayo niliyoyasema yote hayajafanyiwa kazi, yote hayajafanyiwa kazi. Sasa unaposema unakuja kutoa bilioni 200 ni katika msingi upi? Mbona hawafafanui? Msihadaike, msidanganyike. Mbona hawafafanui? Sasa nitakupeni mfano. Nchi hii hela sio tatizo, hela ipo. Tatizo wanakula. Tena nitaonyesheni hela walizokula ndani ya kipindi hiki Mama Samia ameongoza miaka 5, na namna ambavyo hazisaidii watu maskini. Twende kazi. Lete hotuba ya waziri wa fedha Mwigulu Nchemba aliyoitoa bungeni. Bunge hili bunge hili la mwezi wa 7 ambao ndio linafanya 2025 2026 mwaka wa fedha. Ukienda ukurasa wa 197 wameeleza kwa wastani makusanyo ya ndani ya halmashauri, Kiingereza wanaita OSR, Own Source Revenue, kwa miaka 5 kibajeti. Kwa mujibu wa sheria, makusanyo ya halmashauri ya ndani yanatakiwa yakatwe 10% itolewe mikopo kwa vijana, wanawake na ndugu zetu watu wenye ulemavu. Sasa nitakupa takwimu ili uelewe bilioni 200 ni danganya toto, waongo wakubwa hawa. Mwaka 2021 2022, mwaka wa bajeti wa kiserikali, makusanyo ya ndani ya serikali 10% yake ambayo ndio inaenda kwa vijana, wanawake na watoto ilikuwa bilioni 88.9. Mwaka 2022 2023, makusanyo ya ndani ya halmashauri 10% yake
ya jumla ilikuwa bilioni 102.1. Mwaka 2023, mwaka 2024, mwaka wa fedha, 10% ya vijana, wanawake na ndugu zetu watu wenye ulemavu ilikuwa bilioni 114.7. Tunaendelea. Mwaka 2024-25, mwaka wa fedha uliopita, makusanyo ile 10% iliyotengwa ilikuwa bilioni 135.6, kwa sababu sheria inasema tenga tenga tenga, na mwaka huu wa fedha tunaangalia kibajeti tumepanga kukusanya. Hii ndio iko kwenye mujibu wa mwongozo wa bajeti, hotuba ya waziri na kila kitu. Asikudanganyeni mtu hapa. Ni bilioni 136.06. Hii ni miaka mitano ya Mama Samia. Ukijumlisha hizo hela zote utapata ni bilioni 577.4. Kwa miaka mitano tulipaswa kuona bilioni 577.4 zimewekewa muundo wa kitaasisi, zimewekewa mfumo wa kuratibu na kufuatilia na kuzitoa na kuzifuatilia, si ndivyo? Tuliwa kuona hizi bilioni 577.4 zimewekewa malengo mahususi, matokeo, shabaha, kisha ziwekewe utaratibu wa namna ya kuzitoa kwa wajasiriamali. Na hawa wajasiriamali sio tu wa kuokoteza, wanafahamika, wale wenye biashara ndogo sana, ndogo na za kati, na tunawatazama vijana, wanawake na ndugu zetu watu wenye ulemavu. Haki na wahakikishia, nchi hii ingekula maziwa na asali. Hivi unajua kiwango cha juu cha kuanzisha benki hapa Tanzania kwa mujibu wa taratibu za Benki Kuu ya Tanzania BOT ni bilioni 50. Kwa benki ya maendeleo ya wanasema Development Financing Bank, yani benki ambayo imejikita kwenye kuwezesha kuwekeza katika maendeleo kwa muda mrefu, bilioni 50. Kwa hata wangesema waanzishe benki, zingeanzishwa benki 10, lakini mimi sisemi benki ndio mtindo. Wangeweza kutengeneza fuko moja la bilioni 577. Haki na wahakikishia, ile Kariakoo, wale mawinga wangekuwa wanamtukuza Mungu huko wanaishukuru serikali, lakini leo ndio TRA anasema mawinga walipe kodi, lakini serikali haijawawezesha. Lakini sasa haijawawezesha, pesa ipo inapigwa chini ya uongozi wa Mama Samia. Sasa wanaposema bilioni 200, hawaelezi muundo, hawaelezi mfumo, hawaelezi malengo, hawaelezi tatoka wapi kwenye bajeti hii. Kwa mfano ziko wapi? Ni uongo, ni kiini macho. Msikubali hadai na udanganyifu huo mkubwa. Tena wengine ni jamaa zangu wasomi tu, maprofesa, wanasema uongo, intellectual dishonesty, wizi na ujanja wa kitaaluma. Mimi nimesoma mpaka chuo kikuu,
Kabisa, mwana taaluma. Siwezi kukubali ujinga wa namna hii unaofanywa kwa watu wetu wa Tanzania. Yaani kodi walipe, halafu muwabagaze, muwabanange, mutindinganye mustakabali wao, mhondomole pesa zao zote. Mimi sikubali. Sasa nataka niwape mfano mdogo namna gani fedha hizi zingebadilisha maisha ya mawinga wa Kariakoo. Wewe ni winga, nisikilize nasema na wewe. Wewe ni winga, nisikilize nasema na wewe. Wewe una biashara ya mtandaoni, nisikilize nasema na wewe. Bilioni 577.4 inaweza kubadilisha maisha yako, familia yako, na ukalipa kodi kwa starehe, tena kwa kujitolea, kwa sababu kodi kitaalamu unalipa kwa kujitolea, kwa hiari. Kodi utolewaji wake unaitwa voluntary compliance, sio kuwashikia watu mikwala. Hapana, 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 haiwezekani. Hapana. Sasa winga, nisikilize, na hapa nitatoa mfano wa kijana mmoja, umenielewa? Anaitwa bwana mwata kupotea, anaitwa, ngoja niwaambie, nimesoma hapa, nilikuwa nasoma stori yake, nitaka niitafute niwashirikishe muone namna gani serikali hii ya Mama Samia inatucheza mchezo mbaya. Sawa, sikiliza. Ninyi mnamfahamu Fred Vunjabei? Fred Vunjabei ana kisa chake amewahi kutusimulia mtandaoni. Huyu bwana Fred Vunjabei ni mjasiriamali hapa mjini, ana maduka yake Vunjabei kila pahala, yako nchi nzima. Ni mtu amepiga hatua, na wako wajasiriamali wengi wanamfuatilia, vijana. Hasa na kisa chake kati ya yeye na rafiki yake anaitwa Frank Knowles, jina moja kama la Kimarekani Frank Knowles. Sasa wale wamesoma BCom nafikiri hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam, halafu baadaye wakawa wajasiriamali, biashara ya mtandaoni kama mawinga tu. Wakaenda Uchina siku moja kufunga mzigo. Frank Knowles alikuwa na milioni 6. Fred Vunjabei alikuwa na milioni 7. Lakini wakati huo aliyekuwa na duka ni Frank Knowles. Kwa akiwa Uchina, bwana Fredi akaona kule mzigo wa China wataka mnunue kwa ujazi mkubwa, na milioni 6 na huyu 7 vipunje visingewezesha kupata mzigo wa kueleweka. Vunjabei akafanya jambo la kishujaa katika maisha ya urafiki na undugu na kufanikiwa kwenye biashara. Akamwambia Frank Knowles, sikiliza, hii milioni 7 chukua wewe, kwa sababu una duka tayari. Unganisha na yako 6 zitakuwa milioni 13. Funga mzigo tuenzetu nyumbani. Frank Knowles akababaika, lakini akachukua, wakafanya funga mzigo, wakarudi nyumbani. Mzigo wa milioni 13. Wakarudi Bongo. Ndani ya miezi 6 Frank Knowles alikuwa ametengeneza faida ya kutosha kumpa fedha ya kuanzisha biashara Fred Vunjabei milioni 20 cash taslimu tufu, ndani ya miezi 6, sio miaka 10. Ndani ya miezi 6 Frank Knowles anampa Fred Vunjabei 20 milioni 20. Bro, naye kafunge mzigo. Nataka kusema nini? Milioni 13 ilibadilisha maisha ya Frank Knowles na Fred Vunjabei. Leo wanaitwa mamilionea kama sio mabilionea.
Sasa sikiliza, niwaambie kitu, nyinyi mnafanya mzaha na maisha. Hawa wanaofanya mikutano ya hadhara, hawa wanaofanya mikutano ya hadhara wanaofanya mikutano ya hadhara wanatindinganya mambo, wanadanganya. Nataka nikupigie hesabu hapa. Bilioni 577 tukiwapatia watu wenye wanaohitaji milioni 13 kubadilisha maisha yao. Nazungumzia biashara ndogo ndogo na za kati, kwa sababu duniani 97% ya chumi za dunia zinashikwa na wale watu wenye biashara ndogo sana, ndogo na ya kati. Kiingereza wanasema micro, small and medium enterprises. Sasa nipigie hesabu. Bilioni 577 bilioni zinahesabiwa hivi, napiga calculator iko hapa, nilikuwa nawaonyesha hapa, mnaona ndivyo? Ndio, twende pamoja. Unaandika pap pap pap, hiyo inakuwa 500,000. Pap pap pap, hiyo inakuwa milioni 500. Pap pap pap, hii sasa inakuwa bilioni 577. Okay, bilioni 577. Basi kuna watu watakuwa wana zoom kamera ni simu yangu hapa, acheni ujinga. Umeelewa? Sasa nachukua hii naigawanya na milioni 13 ya Frank Knowles na Fred Wundrabei, milioni 13. Nasema sawa sawa. Unajua tafsiri yake inatisha, tafsiri yake inatisha. Unaona hii maana yake? Kwa bilioni 577 tunaweza tukatengeneza Frank Knowles na Fred Wundrabei wengine wapya 44,000 hapa Tanzania. Nimeogopa. Nisikize vizuri. Bilioni 577 ambazo sasa hivi ukiuliza zimeenda wapi katika miaka 5 ya Samia, hakuna. Ni uongo. Hata kwenye ripoti hazionekani, zimeliwa. Lakini Mama Samia angeweza akaelekeza fuko lote likaweko, kisha tukafanya uchambuzi wa kina na tathmini kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Mbona mitandao ya simu inakopesha watu na hamjawahi kuonana? Kwani serikali ishindwe? Tunapigwa. Kwa hili bilioni 577 ingeliweza kuzalisha Fred Wundrabei na Frank Knowles wengine 44,000 nchi nzima. Sasa tazama maduka ya Wundrabei yaliokuwepo nchi nzima mara 44,000. Ndio utajiri huo Mama Samia alielekea kutengeneza kwa Watanzania katika miaka 5 aliyoongoza. Unajua nini kingetokea? Wala wakina Wundrabei na Frank Knowles wasione na wauzia kodi kwa watu. Ambacho kingetokea, tungetengeneza matajiri wengi, mungeendelea kutengeneza fedha, kisha bidhaa bei zingeshuka chini. Watanzania nguo ambazo wanazinunua kwa bei ya sasa zingekwenda chini kabisa. Tafsiri yake mfumuko wa bei ungeporomoka kwenda chini, na uwezo wa watu kushika fedha zao, watu wa kawaida, na kuona fedha ina thamani ungekwenda juu maradufu. Hii tunasoma chuo kikuu, nimesoma uchumi wa maendeleo, development economics, ni kitu hatuwezi tukabishana. Hakuna, hawajafanya hivyo, waongo. Sasa nitakueleza kwamba hizi bilioni 200 wanaahidi ndani ya siku 100 ni wizi mtupu, kwa sababu hakuna msingi wa ushahidi na uzoefu ama kimuundo ama kimfumo ama kimalengo
ama kimatokeo ama kishabaha ama kiutekelezaji unaoonyesha hilo limewahi kuwezekana kwenye nchi yetu, licha ya kwamba fedha ipo. Kabla hawajaahidi bilioni 200, waulize bilioni 577 ziko wapi? Kwa unyenyekevu muwaulize, kwa unyenyekevu. Lakini huu wizi wa fedha za umma unaanzia wapi? CCM mtandao. CCM mtandao. Mwaka 2005 serikali ya CCM mtandao inaingia madarakani, inaweka ahadi ya kuwapatia Watanzania mabilioni ya JK. Lugha za kihuni, mabilioni ya JK. JK anapata wapi mabilioni? Anapata wapi? Zile fedha za walipa kodi, na ile pesa ilitoka, na wahakikishia leo, ilipigwa vibaya mno, mabilioni ya JK. Mwaka 2005 mabilioni ya JK yameliwa kutoka 2005, 2010, 2010 mpaka 2015, na ninawahakikishia TAKUKURU wana faili la kufuatilia haya mabilioni yaliyoliwa na hawajawahi kufunga uchunguzi. CCM mtandao, nawaambia, katika nchi hii kila wizi mnaujua uko associated, una uhusiano na CCM mtandao, sio Chama cha Mapinduzi, genge la CCM mtandao. Na ninyi wana CCM wakataeni hawa watu, wanatuchafulia chama chetu. Sasa endeleeni kuwachekea chekea tu, ndio tunaharibikiwa chama hiki. Hawa watu tuwavue, tuwatupe nje ya Chama cha Mapinduzi. Ndio maana ukisikiza mzee Kikwete lazima aseme mama, utashinda, tumeshapembua chuya na mchele, ndio mwelewe kwa nini anasema hivyo. Wajinga ndio waliwao. Naye alisema akili za kuambiwa changanya na zako. Mi nimechanganya na zangu, na nimechanganya elimu niliyopewa na maarifa Mungu amenipa. Msikubali. Mabilioni ya JK ndio aibu kubwa imewahi kupatikana kwenye nchi hii, kwa maana ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Pesa zikaibwa na ule mfuko umefungwa na haonyeshi marejesho yalirudi. Marejesho yaliyorudi yalipelekwa wapi? Hakuna ripoti inayosema hivi. Yani ziko bilioni kama 7, hizo zililiwa, weka pembeni. Bilioni 43 wanadai zilirejeshwa, lakini hazionekani zilikwenda wapi. Alafu baadaye wakafunga huu mfuko wa mabilioni JK hautoi hela tena. Sasa hela zilizorejeshwa ziko wapi? Mbona hazijai kuripotiwa kokote kwamba zilirudi serikalini? Eti mnaweza mkamuuliza mzee Kikwete kwa sauti ya upole, lakini ndio maana pia bado yeye ni mzee wangu, mzee wetu, ndio utafanyaje sasa? Kwa hawa kundi la CCM mtandao, genge la kihuni hili ndio linahamasisha na kuwapa hamasa ya mambo haya ujanja wa bilioni 200 tutazitoa ndani ya siku 100. Wizi tena. Jeshi la polisi mkae macho, TAKUKURU mkae macho, hawa wanakwenda kutakatisha fedha. Please, hawa wanakwenda kutakatisha fedha. Financial Intelligence Unit kule, kaeni macho. Unatoaje bilioni 200 bila any framework, any known framework, bila any evidence based, umejua, experience, research, paper? How do you do that? Alafu mje hapa hiki pole pole, sote ushahidi, si ndio? Nyinyi mnasema nganywinywi. Sasa nimsikie mtu anakuja kuniambia pole pole, nywinywi, tote ushahidi. Hapa nawaambieni facts ambazo hela zimeigwa, hamjai kukamata mtu. Acha niseme kwa lugha ya
ya mpole kama kawaida. Kwa hizo bilioni zilikwenda za JK. Sasa wanatuletea tena bilioni 200. Zile zilikuwa 50 zikapigwa. Sasa zinaletwa 200 zitapigwa. Kabla hawajasema wanaleta 200, waulizeni bilioni 577 ambazo zingetupatia Fred Vunjabei na Frank Knowles wengine wapya 1044 katika uongozi huu wa miaka mitano Mama Samia 2021 2025. Wizi mtu. Twende mbele. Uko mfuko mmoja unaitwa mfuko wa maendeleo ya vijana YDF. Huu nao mfuko mwingine mpeche. Mimi ninaufahamu kwa sababu nimefanya kazi kwa karibu sana na serikali kati ya mwaka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Nimeacha mambo ya kufanya kazi na vijana mwaka 2009. Kwa hii mfuko wa maendeleo ya vijana, ujua hili nalo fuko lingine la wizi tu, wizi. Na leo nakupeni fact moja. Huu mfuko hata haukaguliwi na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Ndugu Kichere, mimi nakufahamu, tunafahamiana. Inawezekana sasa hivi tusiongee kwa sababu ya hofu, kwa sababu mimi nimejiuzuru kwenye serikali. But tizama, wewe unaendaga kukagua ofisi ya waziri mkuu, na bahati mbaya sana huu mfuko wa maendeleo ya vijana uko ofisi ya waziri mkuu, ndugu yangu Majaliwa, na nitawaeleza baada ya habari ya Majaliwa. Wewe mfuko wa maendeleo ya vijana uko ofisi ya waziri mkuu, kwa nini hakijawahi kuelezwa chochote kuhusu mfuko huu ambao unapokea fedha? Mara ya mwisho umewekewa fedha mara mbili za mwisho, mwaka 2001 imeingizwa bilioni 1 na wanaingizaga humo marejesho yanaingiaga humo, wanapelekaga hela kwenye halmashauri ambao ni double allocation, kwa sababu halmashauri kuna hela zile za maendeleo ya vijana za 10% na wao wanapelekaga kule. Wakipeleka kule zinalipa, wakurugenzi wanalazimika kufanya nini? Kutoa hela zao zenyewe, wanaenda kurejesha marejesho, kwa sababu walikuwa wanataka kuna namna fulani walifanya wakurugenzi waweze kuwa wanazirejesha kule. Wakizirejesha kule ndani zinakaa tu, na mara ya mwisho ni mwaka mmoja miwili zimeingizwa milioni 600. Huu mfuko haukaguliwi hata na mkaguzi wa hesabu za serikali, na mfuko huu uko kwenye benki binafsi. Huu mfuko ni watu wanachukua hela za kujikopa. Kuna hela mkurugenzi na yule anaitwa nani yule bwana fedha mkuu wa ofisi pale ya waziri mkuu, wanawasaini, hela zinatoka. How do you do that? Kule kuna bilioni 577 kule. JK nilitoa kama mfano, tusimsemee, na zile bilioni 50 walishazipiga, na wao ndo wanawahamasisha hawa sasa hivi wakina Mama Samia na Nchimbi. Lakini ndani kuna huo mfuko wa maendeleo ya vijana unaitwa YDF. Hata kwenye ripoti za ukaguzi hazipo, na mfuko upo kwenye benki binafsi. Hiyo inapigwa, yani hiyo inapigwa sasa hivi. Inauma, inauma sana, inauma sana. Mimi sikubali, mimi sikubali. Ndugu Kichere, unaweza ukatazama jambo hili. Unaweza ukatizama, ndio. Haya, unajua mimi wakati nafanya kazi kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa dhamana yangu nilikuwa mkuu wa sera, kwa nilikuwa nahangaika na kujua namna gani tunaweza tukawezesha wananchi kiuchumi. Nikagundua jambo moja, ya kwamba katika nchi hii tuna mifuko mingi sana ya kuwezesha wananchi. Hauwezi kuamini, tuna mifuko mwanzoni
ilikuwa 72. Mifuko 72. Mifuko 72 yenye ukwasi wa zaidi ya bilioni 740. Zaidi bilioni 740. Fedha ambazo washakopesha ni zinafika trilioni 3. Mifuko 72 haisomani, haijuani, malengo yake hayashabihiani. Mfumo wa kuripoti taarifa, yani mfumo wa utoaji wa taarifa zake serikalini tofauti. Na mingi hata kukaguliwa haikaguliwi. Nikalifahamu hilo pamoja na wenzangu, nikasema na viongozi wenzangu wa chama, tukaita watendaji wa serikali Lumumba, mimi nikiwa mwenyekiti wa kile kikao, wengine ni makatibu wakuu walikuja siku ile, na sasa hivi ni makatibu wakuu walikuwepo kwenye kile kikao, na TRA ya Kariakoo tukawaleta. Mimi nikasema haiwezekani nchi hii walipa kodi wawe milioni 3. Haiwezekani. Unapokuwa na watafuta riski wachache kwenye familia, hiyo familia inaanguka kwenye umaskini, lakini fursa ya kuongeza walipa kodi ipo, ni kubwa sana. Sasa wewe fikiria, kama narudi kule kwa mfano wa Fred Vunjabei na Frank Knowles, wale si wanalipa kodi? Fikiria wale tukiwaongeza mara 44,000 tutapata kodi kiasi gani? Kwa nikasema haiwezekani, something is not right. Mchakato ukaanza kwenye kikao kile siku ile, na mimi tukaripoti kwa mwenyekiti wa chama John Pombe Joseph Magufuli. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa sio mtu wa kulaza mambo, alikuwa ukitua jambo mezani anaanua. Nitakupa ushahidi. Waziri mkuu akaelekezwa kwamba aende akaanze mchakato wa kuiunganisha mifuko yote, lifatikane fuko hili moja. Nakupa ushahidi. Nenda kagugo hivi NEEC NEC, fanyeni tathmini ya kisayansi kuhusu manufaa ya mifuko yote ya uwezeshaji Majaliwa. Mtapata maelekezo ya waziri mkuu Majaliwa tarehe 18 ya mwezi wa 4 mwaka 2017. Katoa maelekezo hayo na mnukuu, anasema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amelitaka Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC lianze kufanya tathmini ya kisayansi kuhusu manufaa ya mifuko yote ya uwekezaji nchini ili kujiridhisha endapo inawanufaisha wananchi kama ilivyokusudiwa. Pia amelitaka baraza hilo lifanye tathmini kuhusu namna ya kuunganisha mifuko hiyo bila kuathiri majukumu ya msingi na mantiki ya kuanzisha kwake, ila inayofanya kazi zinazofanana iunganishwe. Ametoa agizo hilo leo Jumanne Aprili 18 mwaka 2017 wakati akifungua maonesho ya mifuko ya uwezeshaji katika uwanja wa Mashujaa mjini Dodoma. 2017 Majaliwa akaenda pole pole kama kina pole pole, na Magufuli ni rais. Sema kwa sababu mnisema hapa walikuwa na mambo mengi, Magufuli alikuwa na mambo mengi, lakini alikuwa pole pole ni Majaliwa. Magufuli hakusahau. Nitakueleza. Magufuli kuhusu hili jambo la kuunganisha mifuko ili zile bilioni 744 na hela ambayo imeshazungushwa zaidi ya trilioni 1, 2, 3 ziende kwa watu. Rais Magufuli tarehe 13 Novemba 2020 akizindua bunge akasema, tutaongeza pia jitihada za kuwawezesha wananchi wetu kiuchumi na kuwapatia mikopo isiyo na riba
ama yenye riba nafuu. Leo watu wanataka kuchukua sifa. Magufuli alitaka kutoa mikopo isiyo na riba, kama ambavyo mfano kwenye Islamic law wanasema mikopo haitaki kuwa na riba. Magufuli anasema mikopo isiyo na riba au riba nafuu, ikiwemo mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri zetu, na pia kupitia mifuko na programu mbalimbali zilizoanzishwa na serikali, ambapo kwa idadi ipo 18, no, kimsingi iko 72, na Mama Samia akaongeza hii miwili mipya. Tawaambie baadhi ya mifuko hiyo mdomisha. Baadhi ya mifuko hiyo ni mfuko wa maendeleo ya vijana YDF, huo ambao wanapiga sasa hivi huko ofisi ya waziri mkuu, mfuko wa maendeleo ya wanawake, mfuko wa taifa wa kuendeleza wajasiriamali, mfuko wa kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo self microfinance, mfuko wa kudhamini mikopo ya mauzo ya nje, mfuko wa kilimo kwanza. Tutaimarisha usimamizi wa mifuko hii na kuhakikisha, anaendelea, Watanzania wanaifahamu. Hiyo ni Magufuli anasema tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2020 akizindua bunge. Hiyo ndio ilikuwa maelekezo ya CCM. Je, haya anasema Magufuli, Mama Samia aliyatekeleza? Mnapewa mikopo isiyo na riba? Mnapewa mikopo yenye riba nafuu? Jibu ni hapana. Na bilioni 577 alafu wanatudanganya, wanaleta bilioni ngapi? 200 ndani ya siku 100. Waongo wakubwa. Tuendelee. Najua, Magufuli anaendelea kusema, najua mifuko hii mingi ipo chini ya ofisi ya waziri mkuu Majaliwa. Hivyo basi, sikiliza Magufuli anavyosema. Hivyo basi, sikiliza tu Magufuli anavyosema. Hivyo basi, na kuagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ikawe kazi yako ya kwanza kuishughulikia. Ikiwezekana, mwangalie uwezekano wa kuiunganisha baadhi ya mifuko ili ifanye kazi kwa tija zaidi na kupunguza gharama za uendeshaji. Nataka mifuko hii ikawasaidie wananchi wa kawaida, wakiwemo machinga. Machinga oye! Afu nikusikie machinga wanasema mitano tena. Ya nini? Ya wapi? Akina baba na mamalishe pamoja na wajasiriamali wengine wadogo. Huyo ni John Pombe Joseph Magufuli. Nimalize chapchap. Mifuko iko 72, imeongezeka sasa iko 74, wakati maelekezo yalikuwa waziri mkuu ipunguzwe ifanywe mifuko moja. Mama Samia kaongeza ya kwanza, inaitwa Imarisha Uchumi na Samia, tena anaita kwa jina lake, Imarisha Uchumi na Samia, IMISA. Mfuko wa pili unaitwa Samia Scholarship. Hizi ni hadaa, na waziri mkuu Majaliwa anastaafu na kazi ikafeli, 0. It's unfortunate. Ndugu zangu, mimi haya niliyowaambia mpaka leo, hela nilizotaja ni zaidi ya trilioni ambazo Watanzania mngepewa, wajasiriamali wadogo sana, wadogo, na wakati mawinga wa machinga, biashara ndogo ndogo, mngepewa hizi. Tungeweka utaratibu mzuri. Mbona kule kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mitandao ya simu mnakopeshwa na mnalipa? Kwa nini serikali ziara trilioni na zaidi, trilioni na zaidi? Wanasema tuliwapatia watu. Wapi hao watu? Wako wapi? Sasa wakijitekenya tu, na huyu kufafanua mfuko baada ya mfuko. Mungu akipenda, siku 2 zinazokuja 3, napiga bima, napiga mabando. Simameni imara wa Tanzania. Hakuna uchaguzi bila mwafaka wa kitaifa. Asanteni, na Mungu wa mbinguni awabariki sana.